Tuinuke Pamoja yawezesha vikundi 10 vya wanawake kushiriki Sabasaba. Vikundi 10 vya wanawake vinavyonufaika na mradi wa Tuinuke Pamoja unaotekelezwa na Aga Khan Foundation kwa ufadhili wa ubalozi wa Ireland nchini Tanzania vimeshiriki maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam Sabasaba kwa lengo la kutangaza bidhaa zao, kujifunza mbinu bora za biashara na kupata masoko mapya. Mradi huo unaendelea kuwawezesha wanawake wa mkoa wa Dodoma kiuchumi na kijamii kupitia mafunzo ya ujasiriamali, uzalishaji na uongezaji thamani wa bidhaa. Akizungumza katika maonyesho hayo, afisa mradi wa Tuinuke Pamoja Nahumu Fungo alisema mradi unatekelezwa katika halmashauri 6 za mkoa wa Dodoma ambazo ni Dodoma Jiji, Chamwino, Bahi, Chemba, Kondoa DC na Kondoa TC. Alisema ushiriki wa vikundi hivyo katika Sabasaba ni sehemu za jitihada za kuwaunganisha wanawake na fursa za masoko pamoja na kuwajengea uwezo wa kushindana katika biashara. Majina naitwa Nahumu Fungo, ni msimamizi wa mradi au afisa mradi wa Tuinuke Pamoja unaotekelezwa na Aga Khan Foundation. Tunatekeleza katika halmashauri 6 kwa sasa zilizopo mkoa wa Dodoma. Ambao kimsingi umelenga kwa ajili ya kuwasaidia wanawake ili kufikia usawa wa kijinsia. Pamoja na yote, tunawajengea uwezo kiuchumi kupitia shughuli zao mbalimbali. Sasa pamoja na hayo, mradi umelenga kuwakutanisha wanawake kwenye majukwaa mbalimbali ya kijinsia ili waweze kuona wenzao namna wanavyofanya kazi. Kwa maana hiyo tumefanikiwa kuleta vikundi 10 kwenye haya maonyesho ya Sabasaba. Ambapo wanafanya shughuli mbalimbali, wengine wanazalisha sabuni za maji, wengine wanazalisha batiki na shughuli zingine mbalimbali, ikiwa ni lengo la kuja kuona na kuwaunganisha na masoko waweze kujifunza zaidi na kuona wenzao namna wanavyofanya kazi. Baadhi ya wanufaika kutoka vikundi vilivyoshiriki maonyesho hayo walisema wamepata uzoefu mkubwa kupitia mafunzo na mawasiliano na wafanyabiashara wengine. Walieleza kuwa ushiriki wao katika Sabasaba umewasaidia kujifunza mbinu mpya za kibiashara, kuboresha ubora wa bidhaa zao, kufungua fursa za masoko zitakazowaongezea kipato na kuimarisha maendeleo ya familia zao. Mradi wa Tuinuke Pamoja unatarajia wanavikundi hao kurejea katika maeneo yao wakiwa mabalozi wa maarifa waliojifunza ili kuwajengea uwezo wa wanachama wenzao kupitia ushiriki wa vikundi hivyo 10 katika Sabasaba. Mradi unaendelea kuchochea maendeleo ya wanawake, kuimarisha ujasiriamali na kuongeza ushiriki wao katika uchumi wa Tanzania. Naitwa Shamila Ibrahimu Athmani, natokea kikundi cha Kondoa Women Group. Kikundi chetu kipo halmashauri ya mji wa Kondoa, kata ya Kondoa mjini, mtaa wa Tura. Kikundi cha Kondoa Women Group kinajishughulisha na utengenezaji wa sabuni, mafuta pamoja na sabuni za mche, lakini pia tunatengeneza shampoo, lakini pia tunatengeneza batiki. Kwanza tumepata mafunzo ya kutosha sana, mafunzo ya aina mbalimbali, mafunzo yanayohusiana na mambo ya ukatili wa kijinsia, mafunzo yanayohusiana na biashara, mafunzo yanayohusiana na ufugaji wa kuku, mafunzo ya usindikaji. Yaani kiukweli Aga Khan wametufanya sisi wana vikundi tukanyenyuka kutoka kujiamini, na sasa tunafanya kazi kwa kujiamini, kwa sababu tunafanya kazi ambazo tunazijua. Sasa tunatakiwa tufanyeje ili mwisho wa siku tufikie yale mafanikio. Jackson Samueli, natoka wilaya ya Bahi, mkoani Dodoma. Tunajishughulisha na ushonaji, tunashona pedi, tunashona mikoba, tunashona na nguo aina zote. Tunashukuru Aga Khan Foundation kwa kutuleta hapa, imeweza kutufadhili, kutupatia fedha za ruzuku hadi hapa kutuleta Sabasaba kwenye maonesho. Kikubwa zaidi tujue kifunza, kupata elimu na kujua masoko. Ndio. Mnaahidi nini sasa kwa Aga Khan Foundation mara baada ya kuondoka Sabasaba? Tunaahidi tutaendeleza hizo elimu tulizopata hapa, pia na kufuatilia masoko na kuwapa elimu vijijini na vitu vingine pia.